Majina naitwa Jalu Franco na ni mmoja wa waratibu wa mradi katika shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Recoto. Recoto kwa kushirikiana na wafadhili wa UK ambao ni International Institute for Development waliweza kupata program ambayo inaitwa REDA. REDA ni kifupi cha Reviving Environmental Degradation in Asia and Africa. Tukapewa mradi wa kutekeleza kwa ajili ya kuhamasisha jamii katika utunzaji wa mazingira, na baada ya kupata huo ufadhili tuliweza kuja na mradi ambao unaitwa Nature Fundi, kwa sababu lengo kubwa hasa la mradi lilikuwa ni kutumia mbinu au mikakati ya kijamii au ya kiasili ili kuweza kurevive mazingira, ili kurudisha mazingira. Kwa hiyo tulikuja na mradi ambao unaitwa Nature Fundi. Ni Nature Fundi, yani nature kwa maana ya asili, namna ambavyo tunaweza tukashirikisha jamii ili kuweza kurudisha mazingira ambayo yameharibika. Na lengo hasa lilikuwa ni kuona kwamba jamii inahamasikaje katika kutunza mazingira. Na hii imekuja katika kipindi hiki ambacho nadhani sisi sote tunaweza kushuhudia mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ongezeko la mabadiliko ya mazingira kutokana na shughuli za kiuchumi ambazo wanadamu hasa ndio wanahusika. Kwa kutumia hiyo fursa tuliweza kuja na huo mradi wa Nature Fundi ambao unashirikisha jamii, na tulitumia vikundi vya kuweka na kukopa ambavyo viko katika jamii kuona kama ndio njia ya kuifikia jamii na kuishirikisha katika kutunza mazingira. Mradi huu unalenga kufikia wakulima 5,000 na unalenga kupitia vikundi vya kuweka na kukopa 100. Kwa sasa tumeweza kufikia vikundi 44 ambavyo tumeweza kuvipatia ruzuku ambao wanaitumia kwa ajili ya kuhamasisha jamii katika kushiriki kwenye utunzaji wa mazingira. Na mazingira hapa tukizungumzia, tunazungumzia vitu kama vyanzo vya maji, tunazungumzia kama makorongo ambayo yanaleta athari kwenye mazingira, lakini pia tunajengea uwezo wakulima kuweza kutumia mbinu endelevu katika kilimo ili kuhakikisha kwamba bioanuai na ekolojia inatunzwa ili tuweze kupata manufaa kama muendelezo wa mvua, kupungua kwa joto kali na pia kupungua kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kweli kuna mwitikio mkubwa sana, kama ambavyo unaona haya mafunzo yanaendelea hapa. Haya ni mafunzo ya awamu ya pili ambayo tunashirikisha viongozi katika hivi vikundi vya kuweka na kukopa. Na kama nilivyosema, sasa tunaenda kutoa ruzuku kwa vikundi 44 ili kuweza kuvihamasisha waweze kuona manufaa ya kuweka vigezo vya kutunza mazingira kama njia mojawapo ya kusaidiana na kuweza kuwekeza katika uchumi au katika masuala ya kijamii. Kwa hiyo huu mradi kitu ambacho unafanya ni kutambua vikundi vya kuweka na kukopa kama njia ya kuhamasisha jamii ya kupata ruzuku ili waweze kushiriki katika kutunza mazingira. Kwa hiyo zamani walikuwa na vikundi vya kuweka na kukopa, lakini sasa wanaenda kuongeza sharti la kwamba kila anayekopa, kila atakayepata mkopo anapaswa kushiriki kwa njia moja au nyingine kwenye kutunza mazingira na kuhakikisha kwamba anafanya kilimo ambacho ni endelevu. Na natamani watu na jamii wote waweze kufanya. Kwa hiyo kuonyesha mfano kwenye eneo ambalo natokea kwenye kijiji chako ni kitu kizuri zaidi. Sio ripoti ambayo ni online. Kwa hiyo ni vizuri tu yeyote anataka kufanya kazi na wewe, muombe tu ruhusa au pengine ni chama kile kitu anachofanya. Maana kuna wengine tajiri lakini anaona vizuri zaidi kuliko hata sisi wenyewe tunaomfundisha. Kwa hiyo ni vikundi vyote. Maana yake ni kwamba mwisho wa siku tutakuwa na watu ambao wamepata mafunzo lakini hawajapata ruzuku, na wale ambao wamepata mafunzo na ruzuku pia itatuambia nini kinatokea kwenye tabia, nani wataenda kufanyia kazi zaidi. Sasa hizi kwenye akili yetu au akili yangu nataka niangalie sasa kwa unyeshaji huu wa mvua inaweza ikatokea athari gani? Au kwa mfano sasa hizi watu wanakata sana miti, hawataki kutumia gesi, wanapikia sana kuni. Hasa matokeo yatakayo kuja baada ya hii miti kukatwa sana, ina maana hapa ni ukame. Kama hivi tulivyotoka kufundishwa hapa na Mr. Stefania
Kuimarisha kilimo cha ekolojia ni masuala ambayo tunatakiwa tutumie viuatilifu ambavyo vinatokana na mimea asilia au mimea inayotuzunguka. Kwa labda nimeongea habari ya plastic mashambani. Ya pili nimeongea sasa namna ambavyo hizi shughuli zinavyokuhakikishia usafi wa sisi walaji unapokuwa unafanya. Sasa ni sehemu ya mazingira. Kwa hiyo kupitia hii elimu, yani sijui niongee nini, ndio maana wanashauri yani bora mtu ukamnyima pesa lakini ukampa akili.